Movie yetu leo inaanza, anaonekana jamaa tajiri kabisa huyu, akiwa na mawazo mengi sana. Huyu jamaa anaitwa Eric. Wakati akiwa mtoto, Eric alipataga ajali mbaya sana iliyosababisha sehemu zake za siri kukosa nguvu. Hivyo hana uwezo wa kuzagamuana, yaani jogo lake hapandi mtungi. Hana bahati kabisa ya kupata mwanamke wa kweli. Kila mwanamke anempata anakuwa anampendea pesa zake tu, na wengine huishia kumdharau na kumkejeli kutokana na situation yake. Sasa hapa anaonekana akikumbuka jinsi demu wake wa mwisho alivyomdharau na kumrushia maneno ya kashfa baada ya jamaa kufumania message za mapenzi kwenye simu ya demu wake huyo. "Unanisaliti Nimesoma message zako za mapenzi na mwanaume mwingine, hebu ona." Anamrushia simu pale. Demu kwa dharau anacheka. "Kwa hiyo wewe ulitarajia nini? Kwanza nani kakupa ruhusa ya kupekua simu yangu? Nilikuwa na charge, hebu rudishe kwenye charge yake huko. Wewe vipi? Una kichaa Umechanganyikiwa? Wewe mwendazimu nini? Sikia, nahitaji mwanaume, yaani mwanaume aliyekamilika. Kwa hiyo mimi ni mwanamke?" Demu akacheka kwa dharau sana pale. "Kwa hiyo wewe unajiona mwanaume kati ya wanaume? Wewe tofauti gani na mwanamke? Shukuru Mungu niko na wewe." "Unamaanisha nini?" "Ndio, shukuru Mungu. Unafikiri mwanamke gani atakubali kuwa na wewe? Huku jogoo hapandi mtungi. Ndio maana mademu zako wote wanakukimbia. Kwa taarifa yako, nikitaka mwanamke yote naweza kumpata, tena mrembo kuliko wewe." "Unaota wewe. Sasa nitakuonyesha kuwa mimi ni kidume. Nitaoa wanawake 3 kwa mpigo mwishoni mwa wiki ijayo." Demu akacheka kwa dharau pale. "Halafu utawapa nini? Huu mdebodo wako uliotepeta? Sikia, sitaki kuongea na wewe. Kusanya kila kilicho chako na utoke ndani kwangu." Basi bwana, fasa jamaa akaanza kufanya mipango ya kuoa. Akawa anaongea na simu akimwelezea mtu upande wa pili, akimtaka kushughulikia hiyo issue. Yaani amtafutie hao wanawake. Kazi imeshaanza. Mwanamke wa kwanza kuja alikuwa huyu hapa. Ni bonge la sister du. Alafu kicheche, yaani muda wote anawaza ngono, anapenda ngono hatari. Na alafu anapenda pesa kinyama nyama yani. Huyu mwanamke anaitwa Samantha. Jamaa anamwangalia pale kuanzia chini hadi juu, kisha anamuuliza, "Kwa hiyo wewe unataka kuwa mke wangu, si Anamwambia ataongeza wanawake wengine 2, lakini Samantha anaona poa tu, sio shida zangu hizi, ili mradi uweze kukidhi mahitaji yetu." Basi bila kuchelewa, Samantha anasema anataka kuanza kazi ilomleta pale, yani kama mke. Sasa nimekuambia huyu anapenda ngono, mchizi ngono hatari. Sasa akawa anamsogelea pale jamaa huko, anataka kumshikashika. Sasa jamaa si jogoo hapandi mtungi, akaona hapa nitaibika hapa. Akawa anakataa. Unaona, akaona isiwe shida. Kaona oda yake ndogo huyu, akamtumia kitita pale cha shilingi 500,000. Yaani unaambiwa Samantha alitaka kuzimia. Mwanamke wa pili kuja alikuwa ametoka kijijini. Yaani ni mshamba hatari. Anashangaa kila kitu anachokiona, kuanzia mjengo, swimming pool, magari na kila kitu. Yaani anataarifu kijijini kwao kila kitu kilicho mbele yake. Huyo yeye alikuwa anaitwa Alice. Mwanamke wa tatu alikuwa anaitwa Sara. Kwa bahati mbaya, jamaa alikuwa akiendesha gari na akampunyua kidogo. Sasa akamchukua na kumleta nyumbani kwake. Alikuwa amezimia. Asubuhi Sara anashangaa kujikuta sehemu haijui. "Wewe ni nani? Na ninafanya nini hapa?" Jamaa akamwambia yeye anaitwa Eric na alimkosa na gari akazimia, ndio akamleta nyumbani kwake. "Kwa nini hukunipeleka hospitali?" Jamaa akamwambia yeye ana tatizo la kuogopa hospitali, kitaalamu linaitwa nosophobia. Sara analijua vizuri hilo tatizo kwa sababu anasomea udaktari. Akamuuliza, "Ilikuwaje, mbona ulikuwa unaonekana una mawazo sana kule barabarani?" Sara akasema litapeliwa pesa zake za kulipia mtihani, na mitihani imekaribia kuanza na hana pesa kabisa, hivyo hajui itakuwaje. Eric akamwambia, "Usijali, nitakulipia pesa ya mtihani." Sara akafurahi na kumshukuru sana. Swala la jogoo lake kutopanda mtungi linamkwaza sana Eric. Ana mawazo kibao, anajiuliza itakuwaje kama hao wanawake zake wakijua kwamba mashine yake haifanyi kazi. Je, watamdhalilisha na kumkimbia kama wanawake zake wa zamani? Anatamani kupata mwanamke atakayempenda jinsi alivyo.
Baada ya Sara kupata nafuu, leo yupo tayari kwenda shule. Sara anamtaarifu Eric kuwa anaenda shule. Eric anamtumia zile pesa za kulipia mtihani. Sara anafurahi na kushukuru sana. Anamuuliza Eric kama anaweza kumtembelea mara baada ya kutoka shule. Eric anamwambia sawa tu, haina shida, anakaribishwa. Baada ya Sara kutoka shule, anapitia nyumbani kwa Eric. Anagonga mlango na Eric anamfungulia. Za jioni mkuu. Nzuri tu, umeshindaje? Salama tu. Sara anamtaarifu Eric kuwa tayari ameshaanza mitihani na anamshukuru tena na tena kwa kumsaidia. Mara Eric anapigiwa simu. Anamwambia Sara, samahani kidogo, ngoja nipokee hii simu. Aliyempigia simu ni yule jamaa aliyempa dili la kumtafutia mwanamke wa kuoa. Nimekuambia nahitaji msichana mwenye adabu na tabia njema, na ndoa ni Jumamosi hii. Sasa maongezi yote hayo Sara anayasikia. Samahani kwa hili. Mkuu, nani anaoa? Eric anasema, mimi hapa. Hongera sana mkuu. Asante. Eric anamwangalia Sara kwa muda na kumwambia, najua hili swali linaweza kuwa la ajabu kwako, lakini naweza kukuoa? Sara anashtuka pale. Mkuu, nani atakataa kuolewa na wewe? Unajua wewe ni mtu mzuri sana. Lakini samahani mkuu, kwa sasa nahitaji kufocus kwenye masomo yangu tu. Sawa, haina shida. Karibu ndani basi, chakula kipo tayari. Asante mkuu na hongera tena. Eric yupo chumbani, ana mawazo kibao. Anawaza, nina siku chache tu za kuoa na ninahitaji wanawake 3, mpaka sasa na 2 tu. Eric akasema hakati tamaa, atajaribu tena bahati yake kwa Sara. Eric akawa anawaza na kujisemea mwenyewe, kama pesa anayo na lazima azitumie ili kufanikisha jambo lake. Kweli bwana, alitumia pesa zake akamshawishi Sara mpaka akakubali, na sasa tayari ameshaoa wake 3. Leo kawaita wake zake wote 3, anawapangia jinsi gani utaratibu wa kuwapa haki zao za ndoa utakavyokuwa. Leo ikiwa ni siku ya kwanza ya ndoa yao. Akawaambia kila mtu atapata dakika 30 tu chumbani, kisha atatoka na ataingia mwingine. Wa kwanza kabisa atakuwa Samantha, kisha Alice, na wa mwisho atakuwa Sara. Samantha akashangaa, akauliza, mume wangu, mimi nilijua kila mtu anapata siku moja ya kula uroda. Eric akasema hapana, kila mtu atapata muda wa kula uroda kila siku. Basi Samantha anavyopenda mizagamuo akasisimka balaa. Yani kila siku utakuwa na zagamua wanawake 3. Inaonekana injini yako iko imara balaa. Akanyanyuka na kumfuata Eric tayari kabisa kwa kuanza kazi. Eric akamwambia sio sasa hivi. Wakati Alice akiwa amejiandaa kwenda kwa bwana mzee, ametilia nguo ya usiku, yani night dress. Mara Sara anakuja huku akiwa ameshika vitabu. Yani Sara yeye na vitabu ni damdam. Alice akawa anamshangaa. Wewe mwenzetu vipi? Ndio umevaa nini sasa? Mbona kama unaenda darasani sasa hivi? Akawa anajitapa, cheki mimi nilivyovaa, gauni la kuvutia kabisa. Leo ndio usiku wa kwanza kwa bwana. Unatakiwa uvae kama hivi bwana. Akawa anamwambia tachupi alovaa ni ile ya vikamba. Yani mzee akinyanyua gauni tu anaiona na itamfanya asisimke na afurahi. Sio hivyo ulivyovaa, yani hadi sidilia. Ya nini sasa? Lakini Sara akawa anamwambia amwache ajisomee maana na mitihani mbele. Mara bwana Samantha akawa anakuja. Alice akashtuka. Mama, wewe msichana wewe, una nia njema kweli wewe? Basi Samantha anamdolishia pale. Alice akawa anashangaa tu. Samantha anamwambia Alice, unanionaje? Yani hapa hata nguo ndani sijavaa. Alice akazidi kuchanganyikiwa. Mama. Anamwambia Sara, hajavaa hata nguo ndani huyu. Hujavaa? Yani mimi nimevaa zile za vikamba ambazo zinaingia katikati ya msambwanda, halafu wewe kumbe hujavaa kabisa. Chumbani Eric ameandaa matangu kibao, yani hayo sasa ndio watakaotumia wake zake kujiridhisha nayo. Yes, hawezi kufanya kazi. Basi ile Samantha anaingia tu, alivyoona tu akasisimka, akalichukua moja na kuanza kucheza nalo, kisha akalirudisha. Eric akamwambia achague atakalomfaa. Samantha akamwambia la nini? La kujiridhisha nalo haja zako. Samantha akamuuliza, unataka kuliona nikijiridhisha? Eric akamwambia ndio. Basi Samantha akachagua lile kubwa kabisa na akaanza kufanya nalo vimbwanga vyake pala chezea. Kisha akamuuliza, unataka nifanyie wapi? Kwenye kitanda au kwenye kiti? Eric akamwambia popote tu utakapopapenda.
Basi ilikuwa balaa pata shika mle ndani, akawa namzingua Eric kinoma. Eric akawa anajitetea tu kuficha aibu yake. Baada ya Alice kuona jinsi Samantha alivyokuwa amevaa, akaona wewe usintanie kabisa, yani tutaenda sambamba. Akaenda kubadilisha viwalo, akapigilia skonkondo za hatari, akajibadabika mipoda pale na shadow. Akawa anatoka anamwambia Sara, umeniona? Yule si anajidai mjanja, mimi sikubali, tutakula sahani moja hapa. Bado hajasema. Si yeye hajavaa kufuli na mimi nimeenda kuitoa ya kwangu. Nikifika tu yani imo kila kitu. Sara akawa anashangaa tu. Unanionaje hapo? Vipi? Sara anamwambia umependeza. Nipendeza Sasa ngoja niingie kwa mzee. Sara akamwambia bado Samantha hajatoka huko. Basi akawa mbogo pale Alice. Unasemaje? Hivi ubinti anajikuta yeye nani hasa? Muda wote huwa anafanya nini kule? Mume sikasema nusu saa tu. Anashindwa kujiongeza hata kutumia dakika 10 kila mtu aingia akafaidi humo ndani. Anataka kufaidi peke yake. Mimi nakwambia huyu ana nia njema afu umekazania tu na vitabu vyako hivyo. Kule chumbani Samantha ameshamaliza kujitimizia haja zake na Tango, na sasa anamtaka Eric mwenyewe. Eric anamwambia, "Kwa leo tumemalizana. Si umeshatimiza haja zako na umefika hadi mlima Kilimanjaro?" Samantha akasema ndio, lakini hiyo ilikuwa chombeza tu. Msosi wenyewe ndio unautaka sasa. Eric akamwambia haiwezekani. Samantha akawa anashangaa pale. Eric akaona isiwe shida, dawa yake ndogo huyu. Ili kumtuliza akamrushia kibunda cha hela pale. Basi unaambiwa Samantha akachanganyikiwa maana anapenda hela hatari. Kisha akamwambia kilichotokea humu ndani kibaki kuwa siri yetu. Usimwambie mtu yoyote. Basi bwana, Samantha akatoka na kumkuta Alice pale nje, akawa anamlingisha kile kibunda alichopewa. Zamu ya Alice ikafika bwana. Akaingia na mbwembwe za kumchezea. You go Felix. You go Lucky na. Lakini Eric hayuko interested kabisa. Baby, mbona bado umevaa suruali wakati Samantha kametoka muda huu? Haya, vua. Eric akamuonyesha matango na kumwambia chague size yake. Alice akadata, matango! Akachagua moja na kuanza kulila pale. Eric akawaka, "Wewe kichaa nini? Kwa nini unakula?" Si umeniambia nichague. La nini sasa kama sio kula? Ni kwa ajili ya haja zako. Haja gani? Huku akimpa Eric ale. Hutaki kula hilo tango, unatakiwa ulitumia kujiridhisha kimapenzi. Lakini Alice haelewi kabisa, ndio kwanza nalikakafua. Acha kula, tumia kujiridhisha. Weka huko. Wapi? Niweke huko kwa bibi, ulitumie. Kivipi? Tango? Ndio. Niliweke wapi? Hilo tango lifanye kama ndio muogo wako wa ng'ombe. Alice bado haelewi, anazidi kulila. Acha kulila. Niache kwa nini sasa? Ingiza hilo tango huko kwa bibi. Alice akawa mbogo pale. Usiniambie huo puzi wako. Samantha kaja humu kamaliza kila kitu. Alafu mimi ndio uniambie nitumie tango. Unaumwa nini? Hapa uniambie kitu. Yaani wengine watumia muogo wa ng'ombe, alafu mimi tango. Wewe uliona wapi? Eric akaona Alice anataka kumpa stress. Ikabidi akampoza na kibunda cha pesa na kumtaka atoke. Basi Alice akafurahi kinoma. Si unajua pesa sabuni ya roho. Licha ya kupewa pesa, Alice akawa bado anakula ile tango hadi Eric alipomwambia alirudishe. Basi akalirudisha, lakini Alice ni mkorofi sana. Akawa anamzingua Eric kinoma, yani anataka kumshika zakari zake pale. Alice ametoka ndani analalamika kwa Sara. Anamwambia, "Dokta, nilikwambia yule binti hana nia nzuri. Amemaliza kila kitu kule ndani. Yani engine ya mzee haifanyi kazi kabisa. Nenda nayo ukajaribu bahati yako. Labda engine itanyanyuka." Sara anaingia chumbani. Anamwambia Eric pale, "Habari yako? Najua utakuwa umechoka sana. Tunaweza kuongea?" Eric anamwambia, "Unataka kutimiza haja zako au hutaki?" Sara akamwambia, "Sio kwa sasa. Kama nilivyokuambia, najua umechoka sana. Ninachotaka ni kutumia muda huu kuwa na wewe tu na si vinginevyo." Akaangalia matango na kumwambia, "Unakula matango?" Eric akasema, "Ni kwa ajili yako." "Mimi sitaki kula matango. Ni kwa ajili ya kutimiza haja zako za kimapenzi." "Unasemaje?" Sara akashtuka kweli pale. Eric akamwambia, "Chagua size yako." "Yaani umefanya mapenzi na wake zako wengine. Kwa nini hutaki kufanya mapenzi na mimi?" Eric akasema, "Sijafanya mapenzi na mtu yeyote." Sara akashangaa. "Unasemaje? Mbona sielewi? Kinaendelea nini hapa?" Eric akamwambia, hataki kuzungumzia kuhusu hilo kabisa kwa sasa.
Baada ya muda Alice anamtafuta Sara, anataka kujua yeye kapoa shingapi. Baada ya kugonga kwa muda bila majibu, anaamua kufungua mlango na kuingia ndani, lakini anashangaa Sara hayupo. Atakuwa ameenda wapi huyu? Anaenda paka sebuleni lakini hayupo. Anakuta madaftari tu pale. Anastuka. Mama, ina maana bado yuko kule ndani. Muda wote anafanya nini? Basi Sara akawa anajiuliza, inawezekana ni yeye tu ndio kapewa tango, lakini wenzake wote wametimiziwa haja zao. Sara anaonekana akimtuliza Eric. Anahisi kabisa Eric hayuko sawa, lakini hajui tatizo ni nini. Basi anatumia muda mchache kumliwaza. Sara anatoka chumbani kwa Eric na anakutana na Alice mlangoni. Alice anauliza, "Sara, umetumia masaa mangapi?" Sara anamwambia, "Hebu niache bwana." Alice anamwambia, "Sara, masaa 5? Umetumia masaa 5 wakati mimi nimeambulia kula tango tu?" Akataka kujua alikuwa anafanya nini muda wote huo. Alice akamwambia amwache kwani amechoka sana. Basi Alice akaona kumbe ni yeye tu ndio aliyekula tango, lakini wenzake wote wamezagamuana. Akachanganyikiwa sana. Jambo hilo linamtatiza sana Alice. Anaona amesalitiwa. Mimi nimeenda nikapewa tango nile, nikatoka faster tu. Samantha alikaa huko zaidi ya dakika 30 na alivyotoka alikuwa na raha kama nini. Huyu naye kaenda anatoka kachoka. Halafu mimi ndo nimepewa tango. Kesho yake asubuhi Sara anampelekea chai Eric. "Za asubuhi nzuri tu. Nimekuletea chai." "Asante." Sara anamwambia Eric ajiandae mida ya saa 2 waende kanisani, lakini Eric anakataa, anasema yupo busy. Sara anamwambia, "Tafadhali, ni kwa ajili ya kwenda kutoa shukrani, wiki ijayo nina mitihani." Basi baada ya kukataa na kambembeleza pale kidogo, mwisho Eric akakubali. "Wenzako wanaenda?" "Hapana, ni mimi na wewe tu." "Sawa, nipe muda kidogo nijiandae." Basi Sara akafurahi pale na akawa anatoka ndani. Alivyokuwa anatoka, Eric akawa anamwangalia huku akionekana mwenye kufikiria kitu. Pengine alikuwa akijiuliza, mbona huyu mwanamke yuko tofauti na wenzake? Mida ya usiku Sara anaonekana akijisomea. Mara Samantha anapita akielekea chumbani kwa Eric. Alice analuka kutoka chumbani kwake na kumzuia kutoingia. "Unaenda wapi?" "Si kwa mume wangu." "Mume gani? Wewe jana si ulikuwa wa kwanza wewe? Leo mimi ndio nitakuwa wa kwanza. Jana umeingia, mmezagamuana wewe, ukamaliza kila kitu. Zamu yangu ilipofika nilipoingia nikaisha kupewa tango nile." Samantha akamwambia, "Alikupa tango? Alilala na wewe?" "Alale wapi? Wakati wewe ulimaliza kila kitu." Sara yeye anaonekana kukerwa kabisa na kelele zao. Samantha yuko chumbani kwake ana mawazo kweli kweli. Swala ya kutokukutana kimwili na mume wake linamfikirisha sana. "Ni wiki sasa na mume wangu hajawahi kufanya mapenzi na mimi kabisa. Naishia kutumia tango tu kila siku. Au mimi sifai, sivutii?" Basi Samantha akasema leo hawezi kukubali kabisa, inatosha. Lazima leo nifanye juu chini hadi kieleweke. Sijaolewa na tango mimi. Basi bwana, Samantha akaingia ndani kwa Eric na kumrukia akimwambia leo anataka muogo wa jang'ombe. Eric anajaribu kumzuia lakini Samantha wapi, haelewi kitu. Anachotaka ni hiyo kitu tu. Basi ndani kukawa vurugu mechi balaa. Yaani Samantha akawa anataka kumbaka Eric, anamvuta, anamshikashika, anamvuta huku na kule. Mwisho Eric akaona isiwe shida, ikabidi awe muwazi. Akamwambia yeye mashine yake ifanye kazi. Samantha akawa kama kamwagiwa maji. Amina alichokisikia. Eric akamwambia alipokuwa mdogo alipata ajali mbaya iliyoathiri sehemu zake za siri, hivyo hana nguvu za kiume. Samantha basi likamtoka bonge la cheko pale. "Unasemaje? Ulifanyaje? Kwa hiyo tunafanya nini sasa kwenye hii ndoa?" "Sijui, labda uendelee tu kutumia hayo matango." "Ushindwe tena, usiniambie kabisa huo upuuzi. Unasema niendelee kutumia nini? Matango? Hadi lini?" "Sikia, mimi nataka hii kitu. Nitaishikashika, nitailamba, nitaifanyia masaji, yani nitaifanyia kila kitu hadi itasimama hii." Eric akamwambia haiwezekani. Ni ngumu. "Sikia, wewe endelea tu kutumia matango kwa sasa." "Unaelewa unachoongea wewe? Yaani niendelee kutumia tango? Kweli?" Eric akaona dawa yako ndogo wewe.
akachukua kibunda cha pesa na kuambia akamrushia. Basi Samantha akapagawa na pesa pena kusahau kila kitu. Yaani akasahau kabisa kama alikuwa akililia ndizi mzuzu. Akamsogelea Eric tena pale kwa bashasha na kumwambia, haya ndio mambo sasa ninayoyapenda mimi, usichukie bwana. Kisha akampiga kisi la mdomoni na akatoka ndani mle. Alice naye alipoingia ndani akapewa zile taarifa za uume kutofanya kazi. Alice akastuka. Uume haufanyi kazi? Hebu subiri kwanza, unamaanisha injini yako haifanyi kazi? Eric akaona kama Alice anamchosha tu na maswali yake. Kwa hiyo sasa kama haifanyi kazi itakuwaje? Tunafanyaje sasa? Eric akamwambia, unaweza kuondoka kama... Kuondoka niende wapi? Mimi siendi popote. Tunaongelea kitu kingine, wewe unasema niondoke. Niondoke niende wapi? Yaani niliacha hili jumba lote, pesa, magari na kila kitu. Niende kwa nani? Niende nikahangaike na vivulana viuza sura huko ambavyo havina mbele wala nyuma? Kwa hiyo wewe unachojali ni pesa tu? Ndiyo. Kwani wewe upendi pesa? Kama upendi pesa mbona unafanya kazi? Si uache. Acha uone basi kama pesa zitakuja. Unapenda pesa vizuri tu kama mimi ninavyopenda. Alice akaangalia ile matango na kisha akauliza, na hayo matango yanafanya nini tena hapa? Ni kwa ajili yako. Nani kasema? Basi Alice akawa anataka kuiona injini ilivyo, japo aishike tu. Akawa anamfunua Eric huko anataka kuishika. Eric akamzuia. Akachukua kibunda cha pesa na kumpa. Lakini Alice shauri yake ni kuiona injini, maana anaona kama anadanganywa tu. Akaanza kulalamika kuwa wenzake wakija huku wanatumia muda mrefu, lakini yeye akija anapewa tango tu. Kwa mfano jana Sara katoka humu akasema amechoka anataka kulala, lakini mimi nikija hapa unanipa tango nile. Basi Alice akamekazania anataka aione kama kweli mashine haifanyi kazi. Anataka japo aguse kidogo tu. Muda Sara ulipofika naye akapewa taarifa zile zile. Unamaanisha uume wako hauna nguvu? Yaani huwezi kusimamisha? Ndiyo. Basi akamuonea huruma sana. Kwa hiyo ndio sababu ya kuoa wanawake watatu? Ndiyo, hasa baada ya ex wangu kuniambia kuwa hakuna mtu atakayenipenda. Sara akamshika mkono na kumwambia, nakupenda. Eric anashangaa tu. Unanipenda? Ndiyo. Nilikubali kuolewa na wewe kwa sababu nakupenda sana. Eric akamwambia, lakini unahitaji pia kufanya tendo la ndoa. Najua, kwa ajili ya kupata watoto. Ndiyo. Licha ya hivyo bado nakupenda sana. Nina imani siku moja kila kitu kitakuwa sawa. Tutapata watoto wengi tuwatakao na tutakuwa na furaha sana. Na hiyo kwa sababu nakupenda. Basi muda wote huo Eric alikuwa akishangaa tu. Anajiuliza huyu ni mwanamke wa aina gani? Mapenzi ya Sara kwa Eric yanamuumiza sana Eric. Haamini kama amepata mtu sahihi katika maisha yake. Anawaza mpaka anajikuta machozi yanambubujika. Anawaza kuwa huyu ndiye mwanamke sasa anayempenda kwa dhati. Kwa upande wake Sara, yeye anawaza ni jinsi gani ataweza kumsaidia Eric. Anahitaji kumsaidia ili apone. Akawa anawaza pale, lazima nifanye kitu, lazima Eric apone. Akampigia simu profesa yake mmoja aitwaye Beni na kumwelezea kila kitu. Siku ya leo Samantha na Alice walikuwa wametoka. Waliporejea tu Alice akawa anamtafuta Sara ili ampe umbea. Ngoja nikaongee na Sara kwanza huku. Sara, hivi mume wetu amekwambia chochote? Tafadhali niache, huoni kama nasoma? Kumbe injini yake haifanyi kazi. Basi Sara hataki kabisa kusikia umbea wa Alice. Alice, hebu achana na mimi. Mimi nataka kufocus na masomo yangu. Haya, focus. Samantha na Alice wanaongea. Mwenzangu, mwezi wa 3 hakuna show wala nini. Matango tu. Alice akamwambia, afadhali shogangu wewe unaenjoy na hayo matango. Mimi kwangu nayala. Samantha akashangaa pale. Unasemaje? Ulikula tango lako? Ndiyo nilikula. Akanambia nimekula mashine yangu. Samantha akacha bonge la kicheko pale. Usije ukawa umekula lile ambalo nilitumia. Alice akapigwa na butwa. Akana shangaa, Samantha, ina maana unatumia tango kimaliza unarudisha pale pale?
Ndiyo. Kumbe Eric anasikia kila kitu. Yaani Samantha hana mbavu, anazidi tu kucheka. Kwa inawezekana nimekula ambalo ulitumia wewe? Inawezekana, maka mimi nilitumia lile kubwa kubwa lile. Nisije kaa hilo ndo ulishika wewe kala. Sijui mwenzangu, lilikuwa linamelemeta hivi. Nimelitumia nikarudisha. Lakini na uhakika bwana nilochukua mimi lilikuwa safi, so hilo linalomelemeta unalosema. Yaani umndani kuna vioja kweli. Mtu mashine haifanyi kazi, lakini hela zipo, mimi nachukua. Mwenzangu, bora hata upate kibamia kuliko huyu ambaye hamna kabisa. Sana wasikiliza pale, mwisho akashindwa kuvumilia. Akaona hii imezidi sasa. Wakati huo Eric bado tu anasikiliza. Basi Sara akaanza kuwafokea pale. Kwa nini mnamdhalilisha hivyo? Basi akawafokea pale, mwisho akaanza kugombana wote. Eric alikuwa anasikiliza tu, mwisho akaondoka. Sitaki kabisa, muache kabisa huo upuzi wenu kumdhalilisha mume wangu. Licha ya kashfa zote anazopitia, lakini Sara yuko upande wa Eric. Anaonekana kumjali sana kwa sababu ana mapenzi ya dhati kwa Eric. Akiwa amelala, Sara anaingia na kumfunika shuka Eric. Lakini kumbe Eric alikuwa hajalala. Sara anavyoondoka, Eric anafungua macho na kumtizama. Anawaza sana. Kimoyomoyo Eric asema, Mungu, asante kwa zawadi ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke aonekana na mapenzi ya dhati sana kwangu. Yaani anashangaa, hakuamini kama kutatokea mtu atakaye kuja kumpenda ukilinganisha na magumu yote aliyopitia huko nyuma na ambayo bado anayapata kwa wake zake wawili. Jambo hilo linampa furaha moyoni. Siku ya leo kuna mgeni kaja. Eric amewaita wake zake wote watatu, anawatambusha kwa huyo mgeni. Huyu anaitwa Bwana Kenny. Kazi yake kubwa hapa itakuwa kualizisha kimapenzi nyinyi wote watatu. Na mlipa pesa nyingi sana kwa hilo. Samantha kadata pale. Si unajua anavyopenda ngono huyu. Basi jamaa anachezesha kifua pale. Samantha anakufa kabisa huku. Anamwambia Eric, wewe ni noma sana mzee. Asante. Lakini kwa upande wa Sara anaonekana hajafurahishwa kabisa, yani hajapenda. Samantha ndio kachizika kabisa kama afe vile. Anamwambia Alice, atakuwa anatuzagamua huyu, umesikia? Eric anamwambia Kenny, unaweza kuanza kazi mara moja. Na kisha ananyanyuka na kuondoka zake. Sara anamfuata. Samantha yeye anaona usintanie. Alikuwa amemisi sana muogoaja ng'ombe. Faster, hacheleweshi. Anamfuata Kenny na kuanza vimbwanga vyake pale. Alice yeye kwa wakati huo anashangaa tu. Sara akawa anamfuata Eric huku akimfokea. Kwa nini umechukua maamuzi haya mume wangu? Kwa sababu mimi siwezi kuwatosheleza kimapenzi. Hata kama ndio ufanye hivi, mimi sitaki kabisa kitu chochote kuhusu huyo mwanaume. Unajua mimi siwezi kufanya tendo la ndoa. Utaweza mpenzi. Utaweza tu. Usikate tamaa. Na kuahidi, niamini mimi, lazima utaweza. Eric akapigwa na butwa pale, akawa anashangaa kabisa. Huyu ni mwanamke wa aina gani? Mbona ana imani kubwa hivi na mimi? Kenny amekutana na Samantha mpenda ngono. Tayari ameshapiga show ndani, lakini Samantha bado hajaridhika. Anataka tena. Si unajua ugwadu? Alikuwa na rosto ya kufa mtu. Kwa leo naomba nipumzike. Nadhani nitarudi tena kesho. Hakuna kitu kama hicho. Yaani leo inabidi iwe leo. Kenny anaona maisha yake yako hatarini kabisa. Anasema siwezi tena, kitu akinyanyuki tena kitanyanyuka tu. Basi purukushani pale, hatimaye Kenny akafanikiwa kuchurupoka. Leo Kenny kalitoa zawadi kutoka kwa Samantha na Alice. Yote hii ni asante kwa ajili ya kazi anayowafanyia. Eric yupo kwa juu anashuhudia yote yanayoendelea. Samantha yeye akamwambia na zawadi yake special kabisa. Akatoa pale akamwambia hii bwana inaitwa AK47. Hii ni kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye yale mambo yetu. Chukua hii. Samantha anamwambia Kenny, ukinywa hii utadumu kwa masaa 7 bila kushuka. Yaani utakuwa unanipa tu yani. Sasa Kenny leo anaenda kwa nao wote wawili kwa mpigo. Eric bado anaangalia na roho inamuuma sana. Eric yupo chumbani ana mawazo sana. Anafikiria, yani Alice na Samantha wamemnunulia jamaa zawadi, lakini hawajai kumnunulia yeye hata siku moja. Anaumia sana. Mara Sara anaingia. Leo alikuwa ametoka, alienda supermarket.
Mpenzi, asali wa moyo wangu, nimekuletea zawadi leo. Bila shaka utaipenda. Sara anazidi kumshangaza Eric. Haamini macho yake. Anamuona yuko tofauti kabisa na wake zake wengine. Wow, umeninulia hii mimi? Ndiyo mpenzi, umeipenda? Ndiyo, asante sana. Eric anamsogelea Sara na kumwambia, Sara, tangu umekuja katika maisha yangu, nimekuwa na amani na furaha. Asante sana. Usijali. Na kisha anamkumbatia. Sara anaondoka. Anavyoondoka, Eric anamwangalia na kimoyomoyo anashukuru sana. Anasema, Mungu, asante kwa zawadi ya huyu mwanamke. Leo tena Ken amezagamua hadi injini inawaka moto. Amerusha sebene na Samantha hadi amekoma. Anaongea mwenyewe tu. Hii imezidi sasa. Yesu wangu, anataka kuniua huyu. Hapana kwa kweli. Mimi siwezi. Yani alikuwa analalamika balaa. Anataka kuniua. Unafikiri mimi roboti? Wakati jamaa akilalamika na kuongea yote hayo, Eric alikuwa anasikia kila kitu. Akawa anaangalia chumba cha Samantha alikotokea jamaa. Ken anaifanya kazi yake vizuri sana. Leo tena kaja kibaruani na safari hii ameshika ile alikasusu alopewa. Anaitikisa pale, akawa anaita, "Hello mama." Akagonga mlango wa Samantha lakini hakuwemo. Akageukia mlango wa Alice. Ile kufungua, Alice pia hayupo. Wakati huo Eric anaona kila kitu anachofanya Ken. Ken akaenda kugonga mlango wa Sara. "Mama Sita, niingie?" Mara Sara akatoka. Eric akajibanza ili aone kitakachoendelea. Ken akajongesha paka ataka kumshika Sara, kamtoka bonge la kibao hadi Eric akastuka. "We mjinga nini? Una kichaa? Hebu toka hapa." "Pumbavu." Jamaa akasema, "Jesus, umeshika nini mkononi?" "Nimesema toka hapa." Mashine imenywea kabisa na haiwezi kusimama tena. "Kwa hicho kibao hicho nipe, hicho lazima nishtaki kwa mume wako. Hii imevuka mipaka hii." Eric alikuwa akishuhudia mtanange huo, akafurahi sana. Akamwangalia Sara huku akitabasamu na kumkaribisha mikononi mwake. Kisha akamkumbatia kwa mahaba huku akiwaza huyu sasa ndio mke wa ukweli, na kisha akambusu. Ken kaja kushtaki kwa Eric. "Habari yako mkuu, naomba uzungumze na mke wako wa tatu Sara." "Kuhusu nini?" "Unajua tangu nimefika hapa, nimefanya kazi yangu vizuri tu. Wake zako wengine wamekuwa wakinipapatikia. Nimefanikiwa kuwafurahisha, ingawa imekuwa changamoto kuwaridhisha kwa sababu wanapenda style tofauti. Wanapenda wanaume shupavu, wanataka utumie nguvu, yani uipige ile kisawasawa. Yani si unajua, yani wanataka ile Eric akamwambia, "Nenda kwenye pointi." "Sawa mkuu, na maanisha mke wako wa tatu Sara imekuwa ngumu sana kumpata. Yuko tofauti kabisa na wale wawili. Sijui kwa nini." "Unajua nilijaribu kumshika lakini akanipiga kofi." "Hakukupiga vizuri." "Sikuelewi mkuu." "Kama sijakosea tulikubaliana wanawake watatu. Nimefanya kwa wawili, bado mmoja. Au huyo hayupo kwenye mpango? Kwani lazima ulale na mke watatu?" "Lakini si ni makubaliano wake watatu. Kwa hiyo wewe wawili hawakutoshe? Unataka na watatu pia, licha ya kukuambia kwamba hataki?" "Bosi, bila kukuvunjia heshima, lakini hiyo ni sehemu ya majukumu ya kazi yangu kuwahudumia wote watatu, kwa sababu wewe huwezi kuwahudumia vizuri." "Samahani mkuu. Toka nyumbani kwangu." "Mkuu, unasema?" "Kachukua vitu vyako na uondoke." "Tafadhali mkuu, hatujafikia huko. Umenilipa mshahara mzima lakini ndio kwanza nimefanya nusu tu ya mwezi." Eric akamfukuza kazi Ken. "Naipenda kazi yangu bosi, na nilikuwa nimepanga nikuambie uniongezee mshahara, maana nafanya kazi kubwa sana kwa wake zako hawa." Eric akapigia simu walinzi waje wamchukue. "Sio hivyo bosi, utalala jela leo nakwambia." Ken akaona cha kufia, akaondoka zake. Baada ya Eric kumfukuza Ken, Samantha na Alice wakawa mbogo. Wakasema, "Kama umemfukuza inabidi wewe ndio utupe sasa. Yani leo hapo utatugea kwa nguvu, upende usipende." Yani ikawa vurugu mechi pale, na kwamba paka wakamdondosha kitandani. "Na kwambia utatupa leo." Asubuhi Samantha na Alice wanataka pesa kutoka kwa Eric. Ni wiki ya pili sasa na hajawapa pesa. "Kama huna pesa basi tupe mashine." "Tupe hela bwana, wewe unacheza unatuchezea Kutupa pesa hutaki, kutudinya huwezi. Wewe mwanaume wa aina gani? Tupe pesa bwana, sisi tunahitaji pesa tu hapa."
Basi wamemkwida pale na kwamba Kiana pafurukuta wako naye tu. Eriki ikabidi awaambie kwa sasa na tatizo la kifedha, uchumi wangu umeyumba. Pesa tatizo, injini tatizo. Basi wakawa na mzodoa balaa pale. Ikabidi hapa bwana atumie ujanja. Nyie mnataka pesa au mtaki pesa? Tunataka pesa, niachieni basi mikono yangu. Akawaambia pesa zipo kwenye gari. Basi wakamwachia, ile alivyoingia tu kwenye gari kafunga milango na kuondoka. Samantha amechukia, akaingia ndani kwa hasira. Alice anamfuata kwa nyuma. Kaingia chumbani, Samantha akaanza kukunja nguo zake. Upumbavu. Unajua mimi nilikuwa hapa kwa ajili ya pesa tu. Sasa pesa hamna, unataka mimi nibaki hapa? Wewe mwanaume na kila kitu, ana nyumba na pesa na magari lakini mashine haifanyi kazi. Tafadhali babu. Mimi mwenzangu limadi kuna chakula na AC shida. Sikuelewi. Kwa hiyo kumbe upo hapa kwa ajili ya chakula na AC? Ndio. Mimi naondoka zangu enda kutafuta mwanaume mwingine tajiri. Mimi nikiondoka hapa saizi sitapata mwanamume wa maana kama huyu. Nitaishia kupata vijinga jinga tu vipumbavu havina mbele wala nyuma. Mimi sio shida zangu bwana. Ngoja niondoke zangu. Leo Sara kaja na habari njema. Anaongea na Eric na kumwambia, "Nimepata suluhisho." Suluhisho la nini? La tatizo lako la kushindwa kusimamisha. Hilo ni tatizo langu hilo. Sio kweli mpenzi, tatizo lako ni tatizo langu. Sikia nikwambie mpenzi. Nimeongea na rafiki yangu yuko Ulaya, ni daktari yeye. Kwa hiyo ameniunganisha na daktari mwingine ambaye ni bingwa wa matatizo kama ya kwako. Kwa hiyo unatakiwa uende Ulaya mpenzi, kwa ajili ya upasuaji. Yaani nina furaha kweli jamani. Eriki anashangaa tu pale. Yaani nina furaha kweli mpenzi, ni baada hapa utakuwa uko poa kabisa yani. Una uhakika na unachosema? Ndio. Lakini hata hivyo mimi sina pesa. Usijali kabisa kuhusu pesa. Mimi na akiba inayotosha tu, na kama itoshi tutauza hata gari. Mimi ninachotaka ni wewe upone tu. Eriki anashangaa tu ajue afanye nini. Anaona hii kama miujiza tu, anamwangalia kweli Sara. Hatimaye bwana siku ya safari ikawadia. Eriki yuko tayari kwa safari, lakini kabla hajaondoka Alice akaja. Akitaka kuiombea mashine ili ikienda huko ipone. Akakunja shati la Eriki pale na kuanza kuongea na ile mashine. Unapokwenda huko Ulaya kutibiwa, faa juu chini upone. Sawa? Akanaiambia mashine, umesikia? Maana tangu tumeoana hapa hakuna kitu chochote yani. Ona kuomba, chochote utakachokufanyia huko wewe kubali, ili mradi tu upone. Kirudi mwanangu kitu kinakuwa kibolibo kama tulubaila Uswahilini. Sawa? Unasikia ninavyokuambia? Lakini hapo anaiambia mashine, subiri niongee na hiyo mashine nimalize kwanza. Unasikia? Nisikie vizuri hivyo. Oho. Eriki akaona hebu nipishe mimi. Akamgeukia mke wake Sara na kumkumbatia. Basi bwana Eriki akaondoka pale huko akiagwa na wake zake. Sara akampigia simu Dr. Beni na kumshukuru kwa ajili ya mume wake kwenda kufanyia upasuaji. Asante sana dokta, asante, tunashukuru sana kwa kila kitu. Ubarikiwe sana, Mungu akubariki. Basi wakaongea pale. Sara akamwambia, naweza kuongea na mume wangu? Mpenzi, unaendeleaje? Usijali, mimi huku niko salama tu. Na wasiwasi na operesheni yako, ni saa ngapi? Sikia nikwambie mume wangu, usiwe na hofu yoyote wala usijali. Utakapoenda kuingia katika chumba cha theater, utatoka ukiwa mzima kabisa. Na muamini Mungu wangu, utatoka salama, hakuna chochote kibaya kitakachokutokea. Basi Sara akaanza kumuombea pale mume wake. Basi akawa anamuombea pale, Alice kwa pembeni na chombeza tu na yeye. Sara akaendelea kuomba tu, utakapoingia katika chumba cha upasuaji, utoke salama mume wangu. Hakuna kitu kibaya chochote kitakachokukuta. Utarudi salama kwangu, kama kwetu, kwa sababu tunampenda wote. Sara akaendelea kuomba, usiogope, unapaswa kuwa na imani na mwenye ujasiri. Hakuna kitu chochote kibaya kitakachokutokea. Basi Sara anatumia muda mrefu kumwomba Mungu, kumwombea ili aweze kumponya mume wake. Alice anaonekana kwa mbali akija naye anachombeza kidogo, mwisho huyo anaondoka zake, sio shida zake. Basi Sara anaomba kwa muda mrefu sana. Ameomba siku ya kwanza na leo siku ya pili bado anaomba. Akiwa katikati ya maombi, mara simu yake inaita. Anaikata pale. Anaendelea kuomba, anapiga maombi. Safari hii simu inavyoita,
anaipokea. Sara anapewa habari njema zinazomfurahisha sana. Asante Mungu, asante Yesu, asante Yesu. Inaonekana kwamba upasuaji umemalizika na umefanikiwa na tayari Eric amepona. Basi Sara anafurahi sana, anapiga tena magoti pale na kusema asante Yesu. Hatimaye leo Eric amerejea kutoka Ulaya alikokuwa ameenda kutibiwa. Sara anamrukia kwa furaha pale. Basi wanakumbatiana kwa muda pale. Nilikumisi mpenzi, hata mimi nilikumisi pia. Jamani, unaendeleaje? Wanakumbatiana tena pale, wanapiga story nini wenyewe. Mwangalie, umependeza jamani, mbuzunguka kidogo nikuone mke wangu. Kisha anamkumbatia tena. Eric amemletea zawadi Sara. Basi Sara anafurahi sana. Mara Alice huyo akawa anakuja huku anakimbia. Akafika naye akamrukia mume wake pale. Jamani mume wangu, hebu subiri kwanza, ngoja niangalie mashine. Yaani yeye hicho ndio anachojua tu. Ndio kitu cha muhimu kwake. Kwa hiyo mashine inafanya kazi Naomba niiguse kidogo basi Mimi zawadi zangu ziko wapi sasa lakini hata hivyo usijali, mimi zawadi zangu zipo kitandani. Huko ndo kila kitu, si ndio? Yaani leo usiku kitawaka. Yaani itakuwa nipe nikupe. Halo? Basi Eric anaonekana anampenda sana Sara. Lakini sasa atafanyaje? Alice yuko pale. Na yeye yote kawaoa hao wawili. Basi inabidi awapende wote wawili, lakini roho yake kabisa inaonekana ipo kwa Sara. Manake anataka ambusu, anataka amkumbatia na mwambie nakupenda, lakini Alice anatibua pale. Basi mwisho wa siku inabidi abaki nao wote wawili. Basi akawashika wake zake wote wawili na kuingia nao ndani. Na huo ndio mwisho wa filamu yetu hii. Asante, hadi wakati mwingine. Bye bye.